bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka wa kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump aitaka Iran kuingia makubaliano ya nyuklia, akionya kuhusu mashambulio ya kikatili zaidi. Kanisa Katoliki lasema uchaguzi wa wabunge ulikumbwa na dosari nyingi nchini Burundi. Rais wa zamani wa Zambia hatakiwi kuonekana kwenye mazishi ya mtangulizi wake, familia ya Lungu yasema. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania mteua jaji mkuu mpya Tanzania. Maeneo ya nyuklia kamwe hayapaswi kushambuliwa. Iran yapata pigo kubwa ambalo halikutarajiwa kutoka Israel. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameyataja mashambulio ya Israel nchini mwake kuwa tangazo la vita. Na mzozo kati ya Israel na Iran wayatikisa masoko ya fedha duniani. Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais wa Marekani Donald Trump ameitaka Iran kufanya makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia, akisema alipa Iran nafasi baada ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran kuhusu makubaliano yalikuwa yanakaribia kuingia awamu ya 6 Jumapili. Hapa awali Trump amesema anafahamu mipango ya Israel kabla ya kuanza mashambulio usiku kucha, lakini aliweka wazi kuwa wanajeshi wa Marekani hawakushiriki katika operesheni hiyo. Kanisa Katoliki nchini Burundi limesema uchaguzi wa wabunge ulikumbwa na dosari nyingi. Katika taarifa yake, kanisa hilo limesema waangalizi wake walipata dosari nyingi katika uchaguzi wa wabunge na manispaa
na kuhoji ikiwa zinachafua takwimu zilizochapishwa. Askofu mkuu wa dayosisi ya Gitega na mkuu wa kongamano la maaskofu wa Burundi Bonaventure Nahimana amesoma taarifa hiyo na kusema kuwa uchaguzi huo ulifanywa katika mazingira ya kiusalama ambayo hayajawahi kushuhudiwa, na timu ya waangalizi wa uchaguzi wa Seni iliusimamia vyema hata kutoa mwongozo pale ilipohitajika. Lakini alitaja dosari nyingi aliziainisha Askofu Nahimana. Baadhi ya vituo vya kupigia kura vilifunguliwa kabla ya muda uliowekwa kisheria, kabla ya wasimamizi wa uchaguzi na waangalizi kufika kuona masanduku ya kura yakiwa tupu na kuwasikiliza wasimamizi wa uchaguzi wa kila kiapo. Kulikuwa na baadhi ya vituo vya kupigia kura vilivyofunguliwa kwa wakati, lakini wasimamizi wa uchaguzi na waangalizi hawakupokelewa, kisha wakaingia na kukuta masanduku ya kura yakiwa yamejaa ajabu. Katika baadhi ya matukio, wasimamizi wa uchaguzi hawakuheshimu hali ya kutopendelea ambayo ingewadhihirisha wale walio katika timu huru ya wapiga kura, kama vile kuwalazimisha wengine kupiga kura wanakotokana na kuwalazimisha kupiga kura au kuwasindikiza hadi kituo cha kupigia kura. Katika baadhi ya matukio, waliwaruhusu baadhi ya watu kutumia kadi nyingi za kupigia kura, wengine kupiga kura kwa zamu na wengine kupiga kura kwa wale ambao hawakuwataka. Baadhi ya wawakilishi, wakufunzi na waangalizi walinyimwa haki zao chini ya sheria. Wengine hawakuandikishwa, wengine walikataliwa kuingia kwenye kituo cha kupigia kura. Baadhi ya waangalizi waliamriwa kupiga kura bila kuruhusiwa kufanya hivyo kisheria. Katika baadhi ya matukio hawakuruhusu wawakilishi wa mafunzo kufuatilia uhesabuji wa kura, ingawa walikuwa na haki ya kufanya hivyo. Baraza la Maaskofu la Burundi linasema kwamba kulingana na kile ambacho waangalizi wao wameona, waliokosolewa, wanaona kwamba bado kuna njia ndefu ya kuandaa uchaguzi pasavyo na katika taifa hilo. Uchaguzi wa wabunge na manispaa ulifanyika Alhamisi Juni 5 mwaka huu. Chama tawala cha CNDD-FDD kilipata 96.51% ya kura na kitakuwa kikidhibiti bunge kwa miaka 5 ijayo kwa kutegemea idhini ya mahakama. Rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu, ambaye alifariki dunia wiki iliyopita, aliacha maagizo kwamba mrithi wake Hakainde Hichilema hapasi kuwa popote karibu na mwili wake. Msemaji wa familia amesema haya ni matukio ya hivi punde katika mzozo mkali kuhusu mipango ya mazishi ya marehemu rais baada ya kifo chake nchini Afrika Kusini akiwa na umri wa miaka 68. Serikali ilikuwa imepanga kusafirisha mwili wake kurejea nyumbani Jumatano, lakini ilishindwa kufanya hivyo kwa sababu ya mzozo kati ya familia ya Lungu na chama chake cha siasa Patriotic Front PF kuhusu maombolezo na ratiba ya mazishi. Viongozi hao wawili walikuwa wapinzani wa muda mrefu wa kisiasa, huku Hichilema akimshinda Lungu katika uchaguzi wa 21 baada ya kushindwa katika majaribio 5 ya awali. Katika hotuba kwa Wazambia Alhamisi jioni, Rais Hichilema hakurejelea moja kwa moja matakwa yaliyoripotiwa ya mtangulizi wake, lakini alikariri wito wa amani, wito wa upendo na wito wa umoja katika wakati huu wa majonzi ya pamoja. Akionekana kuwasilisha kesi ya mazishi ya serikali, aliwataka Wazambia kuweka kando tofauti zao na akaomba kuwaruhusu watu wa Zambia kumwaga rais wao wa zamani kwa heshima inayolingana na wadhifa wa juu wa urais. Lungu alifariki dunia kutokana na ugonjwa ambao haujatajwa, lakini PF imesema wiki iliyopita kwamba alikuwa akipata matibabu maalum nchini Afrika Kusini. PF ilidai kuwa Lungu alipigwa marufuku kuondoka nchini kwa miaka mingi na kwamba ikiwa angeruhusiwa kusafiri kwenda kutafuta matibabu mapema angeweza kuwa hai mpaka sasa. Serikali imekanusha madai hayo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemteua jaji wa mahakama ya rufani George Mchenche Masaju
kuwa jaji mkuu wa Tanzania. Jaji Masaju anachukua nafasi ya Profesa Ibrahim Hamis Juma ambaye amestaafu. Januari mwaka 2015 aliteuliwa na aliyekuwa rais wa taifa hilo Jakaya Mrisho Kikwete kuwa mwanasheria mkuu wa serikali baada ya mwanasheria mkuu Werema kujiuzulu. Novemba mwaka 2015 aliteuliwa tena na rais wa wakati huo John Joseph Pombe Magufuli kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Februari mwaka 2018 aliteuliwa na rais Magufuli kuwa jaji wa mahakama kuu. Aprili mwaka 2023 aliteuliwa na rais Samia Suluhu Hassan kuwa mshauri wa rais masuala ya sheria. Mkuu wa IAEA, shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia, ametaja mashambulio ya Israeli dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran kuwa ni kutia wasiwasi katikati ya maeneo hayo. Taarifa kwa wajumbe wa bodi, Rafael Grossi amesema. Ametoa wito kwa pande zote kujizuia zaidi ili kuepuka kuongezeka zaidi kwa mzozo, akisema hatua yote ya kijeshi ambayo itahatarisha usalama wa vituo vya nyuklia inahatarisha watu wa Iran, kanda na kwingineko. Amesema kuwa mawasiliano ya karibu na wakaguzi wa IAEA nchini Iran baada ya Israeli kusema kuwa inalenga moyo wa mpango wa nyuklia wa Iran. Siku ya Alhamisi, shirika hilo la uangalizi litangaza rasmi kuwa Iran imekiuka wajibu wake. Bei ya mafuta duniani imepanda baada ya Israeli kusema kuwa imeshambulia Iran katika hali ya mvutano mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Mikataba ya mafuta ya Benchmark, Brent Crude na NYMEX Light Sweet iliongezeka kwa zaidi ya 10% baada ya habari kuibuka. Wafanyabiashara hawana wasiwasi kuwa mzozo kati ya Iran na Israel unaweza kutatiza usambazaji kutoka eneo hilo lenye utajiri wa nishati. Gharama ya mafuta iliyosafishwa huathiri kila kitu, kuanzia bei ya chakula kwenye duka kubwa hadi gharama ya kujaza gari lako mafuta. Wachanganuzi wamesema kwamba wafanyabiashara wa nishati sasa watakuwa wakitazama kuona iwapo Iran italipiza kisasi katika siku zijazo. Wakati wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Israeli inapaswa kutarajia adhabu kali kufuatia mashambulio ya siku iliyolenga maeneo ya nyuklia na kuua makamanda kadhaa wa kijeshi. Tangu wakati huo, Iran imerusha takribani ndege 100 zisizo na rubani kuelekea Israeli, kulingana na jeshi la ulinzi la Israel IDF. Katikati ya jangwa nchini Misri kuna kivutio cha kipekee, mji wa Siwa. Hili ni eneo lenye maji, yani oasis kwa Kiingereza, likiwa na maziwa yenye maji ya chumvi. Watalii huelekea katika eneo hilo kufurahia mandhari ambayo ni pamoja na uwezo wa kuogelea bila kuzama. Zake mji wake mkuu wa Cairo, mahekalu ya jadi ya Luxor na miji ya mapumziko ya Bahari Nyekundu. Wengi hawajafika katika vivutio vingine vingi vya kipekee katika jangwa kubwa la Magharibi ambalo linapakana na nchi ya Libya. Ni eneo kubwa nchini Misri ambalo halina umaarufu sana kama maeneo mengine. Hebu tuangazie kidogo mji uitwao Siwa. Siwa ni eneo lenye maji katikati ya jangwa, kwa Kiingereza oasis. Mji huu upo katika jangwa la magharibi la Misri, wenye kina cha urefu wa kilomita 80 na upana wa kilomita 20 tu, na takriban wakazi zaidi ya 30,000. Inaaminiwa chanzo cha maji haya ni kutoka kwa mvua iliyonyesha miaka zaidi ya 40,000 iliyopita. Unyogovu hapa uliundwa baada ya mchanga na chumvi kupeperushwa na upepo. Maji mengi ya katika eneo hili la Siwa yana chumvi nyingi, na mji umezungukwa na maziwa makubwa
ambayo maji yake hayawezi kutumika kwa shughuli za kilimo kwa sababu ya chumvi yake. Kabla ya mwishoni mwa mwaka wa 1980 ziwa Oasis ilikuwa inafikiwa kwa ngamia pekee. Leo ni mwendo wa saa 12 kwa gari kutoka mji mkuu wa Cairo. Hata hivyo, umbali wake hauwakatishi tamaa wale wanaovutiwa na chemichemi iliyo katika eneo hili ya ajabu, ambayo iko maili 30 tu kutoka nchi ya Libya. Ili kupata maji safi hapa, visima vinapaswa kuchimbwa zaidi ya mita 300, ambayo ni changamoto. Hivyo eneo hilo linabaki kuwa na rutuba licha ya maendeleo madogo. Chemichemi ya maji ya Siwa inaendelea hadi kuvuka mpaka kuingia Libya. Maji yake pia ni mazuri kwa wale ambao wasioweza kuogelea, kwa sababu kutokana na chumvi nyingi iliyopo kwenye maji haya inaruhusu mtu kuelea bila hofu ya kuzama. Hapo pia kuna chemchemi inaitwa chemchemi ya Cleopatra, ambayo maji yake ni asili kutoka ardhini. Ni maarufu kwani watu wa eneo hili wanaamini kuwa Malkia Cleopatra aliyewahi kuwa kiongozi wa Misri miaka ya jadi alioga kwenye maji haya. Inasemekana kuwa wasichana wa eneo hili la Siwa walikuwa wakioga mahali hapa hasa kabla ya harusi, wakiamini kuwa watakuwa warembo kama Malkia Cleopatra. Kijiji cha Siwa kilitangazwa kuwa chini ya ulinzi spesheli wa kitaifa mwaka 2002 na kinatambulika sana kwa thamani yake ya kitamaduni, kibiolojia na kimazingira. Kwa hivyo ukitembelea Misri, fika jangwani ujionee kivutio hiki cha kipekee. Tumai watalii watafika katika eneo hilo la Misri wajionee mandhari hayo ambayo yapo hapo katika eneo hilo la Oasis. Rais wa Marekani Donald Trump anarejea kwenye mkutano wa kundi la nchi 7 zilizostawi kiviwanda duniani G7 katikati mwa mzozo mpya kati ya mshirika wake Israel na Iran. Mkutano huo unatarajiwa kuanza siku ya Jumapili katika mji wa Kananaskis, eneo la milima nchini Canada. Mara ya mwisho Trump kuhudhuria mkutano wa G7 ulioandaliwa Canada ni mwaka 2018. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa la kutana siku ya Ijumaa kujadili mashambulio ya Israeli nchini Iran. Baada ya Israeli kufanya mashambulio nchini Iran, Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limekutana Ijumaa hii katika mkutano wa dharura utakaolenga kujadili mashambulio hayo. Taarifa hiyo ni kwa mjibu wa maafisa waliosema kwamba mkutano huo wa dharura umeitishwa kwa ombi la Iran. Katika ukanda wa Gaza, harakati za kutafuta msaada wa chakula zimekuwa sawa na safari ya kifo. Licha ya maonyo ya njaa kali, vituo vya kutolea msaada vimegeuka uwanja wa mashambulio. Tangu mfumo mpya wa usambazaji wa misaada kuanza wiki 2 zilizopita, takribani wa Palestina 127 wameripotiwa kuuawa. Na katika taifa la Kenya ni kwamba kifo cha mwalimu na mwanablogi Elbert Ojwang akiwa chini ya ulinzi wa polisi nchini Kenya kimezua maswali mengi. Ripoti ya awali ya uchunguzi wa maiti ikikinzana na taarifa rasmi za polisi. Mashirika ya haki za binadamu yametoa wito kwa uwajibikaji wa vyombo vya usalama, huku wa Kenya wakiandamana kuonyesha ghadhabu dhidi ya ukatili wa polisi. Kifo kingine. Mkenya mwingine aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi Albert Ojwang amepoteza maisha yake kwa njia ya kutatanisha. Ojwang ambaye ni mwalimu alikamatwa na polisi huko Homa Bay na kusafirishwa hadi Nairobi ambapo aliwekwa korokoroni, lakini saa kadhaa baadaye alipoteza maisha yake. Polisi ilidai kuwa alifariki baada ya kugonga kichwa chake ukutani, lakini uchunguzi wa upasuaji wa maiti ulibaini kuwa Ojwang aliteswa na kupigwa mpaka kufa. When we tie up together with other injuries that are well spread in the body, then this is unlikely
to be self-inflicted injury. Katika maombolezo yaliyofuatia, wanaharakati wanasema kesi ya Albert inaonyesha bado kuna ukatili wa polisi na ukosefu wa uwajibikaji. Kenya ina historia ndefu ya ukatili wa polisi, kutoka kwa Willy Kimani mwaka wa 2016, mtoto Pendo 2017 na ndugu wa Kienja Koma 2021. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International, zaidi ya kesi 100 za watu kuuawa na polisi Kenya ziliripotiwa mwaka uliopita. Ni maafisa wachache tu ambao wamewahi kuhukumiwa, huku shirika la IPOA likielekezewa kidole cha lawama. Licha ya mageuzi ya kisheria, mauaji ya kiholela yanaendelea, mara nyingi yakiwalenga vijana, wanaharakati na wakazi wa mitaa duni. Kifo cha Ojwang ni wito wa kupigania haki, ukweli na mageuzi katika sekta ya polisi Kenya. Ndio hali ambayo tutazidi kuweka masikio yetu wazi na macho yetu katika kuona kwamba taarifa hiyo itafikia wapi na hali iwapo itakuwa na suluhisho. Communication Center hadi kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Swahili Radio. Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa yetu ya habari Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Habari kuu ni kwamba Iran yapata pigo kubwa ambalo halikutarajiwa kutoka Israel. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameyataja mashambulio ya Israel nchini mwake kuwa tangazo la vita. Mzozo kati ya Israel na Iran yatikisa masoko ya fedha duniani. Na rais wa Marekani Donald Trump anarejea kwenye mkutano wa kundi la 7 la nchi zilizostawi kiviwanda duniani G7 katikati ya mzozo mpya kati ya mshirika wake Israel na Iran. Mkutano huo unatarajiwa kuanza siku ya Jumapili katika mji wa Kananaskis, eneo la milima ya nchini Canada. Mara ya mwisho Trump kuhudhuria mkutano wa G7 uliandaliwa Canada ni mwaka 2018, ambapo hivyo sasa anachukua fursa ya kusoma maoni ambayo umeweza kuiandika kupitia njia tofauti kabla ya kupokea makala yetu ya siku ya leo. Naona hapa hivi jumbe ambazo zina rindima hapa. Nani huyo? Asema Lamek Ja, asema Kigamboni pale Mafiga, kila laheri kwa viongozi wote wanaohudhuria mkutano huo wa G7. Ngalama Maluta pale asema Isiolo, asema maeneo Mwanza pale, kila laheri viongozi wote wanaohudhuria mkutano wa G7. Baraka Rabani pale mzaliwa Mwayaya pale Vimanyovu, Kigoma, Donald Trump anapaswa kuwa kipaumbele kusitisha mizozo inayoendelea katika mataifa mbalimbali. Maneti Magongo Kione wa Iringa Uluti, Trump na kuaminia, nina imani mambo yataenda sawa. Jessica binti Bugalu wa Butugara pale Vijaga, Mwigwe pale Vikigoma, kwa sasa nikiwa Arusha. Natumai mkutano huo ukawe wa kuleta amani na kumaliza vita vinavyoendelea Israel na Iran. Debo anasema kutokea maeneo ya Migori, Kenya, natumai huo mkutano utakuwa wa kuleta amani na upendo kwenye nchi zenye vita, maana tangu mwanzo nchi ya Amerika huwa na tegemeo kubwa kwa nchi zingine kwa ushauri wa kutoa misaada. Frango Kisanga wa Isibania Boda 2-in-1 Kenya, bora Trump asingeenda maana yuaenda kuvuruga tu. Maoni yake Frango Kisanga.
Padri Moshi, maeneo pale hivi ya Kotela pale hivi Moshi, Tanzania. Shambulio la Israel dhidi ya Iran ni kweli ni sawa na kutangaza vita, japo hakuna ajuaye mwisho wa hali hiyo iliyojitokeza kwa taifa la Iran italipiza vipi au Israel itafanya vipi zaidi. Anaitwa Galama Maluta pale hivyo Isiolo Magu, asante sana. Nakupokea sana kakangu. Isaya Sambo, mpenda amani Tanzania, nimekuona pale vile vile. Nasema hiyo inawezekana, maana kama raia hawaja kasirika, hamna chochote, hamna silaha. Musa Mhulila pale vile, Mungu awasaidie wa Palestina wawe na taifa lao huru na waishi kwa amani na Israel. Baruti Mbona anasema Mungu awajalie amani, njaa mbaya. Zoi Saba Jean Claude anasema Bujumbura pale Burundi, raia wa Gaza wanapitia kipindi kigumu sana. Ingekuwa vyema Hamas kuachia mateka Israel. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 456146 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani.